Mungu aliye upande wetu ni Mungu mkuu, Mungu muweza yote. Yeye ni Mungu asiyefananishwa na mwingine yoyote, maana matendo anayotenda ni mambo ya kutisha, mambo ya kustajabisha. Hakika tunaye Mungu muweza yote, Mungu asiyefananishwa na miungu mingine. Unajua, katika ulimwengu miungu mingine yote inawatenga watu wasiwe karibu nayo, inawaweka watu mbali nayo ili watu wajawe hofu dhidi ya hiyo miungu. Lakini kwetu sisi Mungu wetu ni Mungu anayetukaribisha. Yeye ni Baba, Mungu mwenye mpango mzuri juu ya maisha yetu, mwenye mawazo mazuri juu ya maisha ya kila mmoja. Na ndiyo maana Mungu huyu anatufundisha neno lake makusudi tuelewe ni nini zilizo haki zetu, na katika kujua tuweze kudai, ili tuweze kupata yale maisha, tuweze kupata zile ahadi ambazo ameweka kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo, na kipekee kabisa ninakukaribisha katika somo la leo, maana ninajua huu ni mwanzo wa safari ya kufikia ahadi zile ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya maisha yako. Lakini kabla tujaingia katika somo, hebu tuombe kwanza. Baba yetu mwema, Mungu wa utukufu, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Baba, tunasema asante kwa ajili ya wakati mwema wa kipekee ambao umetupatia. Neno lako limesema tutakapokutanika wawili au watatu, wewe upo katikati yetu. Baba, ninaamini kupitia Roho yako Mtakatifu upo katikati yetu. Ninaomba basi Baba, lifungue neno lako kama vile ulivyosema ya kwamba Roho yako Mtakatifu yeye anatuingiza katika kweli yote. Ninaomba basi Baba akatuingize katika kweli yote, ili tupate kupata faida kutokana na hili somo ambalo umeliweka siku ya leo. Katika yote tunakutia sifa na utukufu katika jina la Kristo tunasema kushukuru. Amen. Amina, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nataka tujifunze zaidi kuhusu imani. Na ili tuende vizuri, nitasoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Neno linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika. Neno la Mungu linatuambia tunapoongelea imani, tunaongelea kuhusu kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo. Sasa ni muhimu sana uelewe juu ya jambo hili, ya kwamba ili neno imani litumike, ni lazima kuwe kuna taraja fulani. Lazima kuwe kuna jambo ambalo kwa wakati huu halionekani, lakini linategemewa baada ya muda kuwa litaonekana. Hapo ndio imani inatumika. Kama kitu ambacho kinaongelewa tayari kipo, kinaonekana, basi hatuongelee kuhusu imani tena. Kwa hiyo andiko linatukumbusha kusema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ile hali ya kuwa na uhakika juu ya jambo fulani kuwa litatokea kwa wakati fulani, kwa sasa halionekani, lakini ule uhakika kuwa ili jambo litatokea, hiyo ndio Biblia inaita imani. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tuna mambo mengi ambayo tunayatarajia, lakini sio mambo mengi ambayo tunakuwa na uhakika nayo. Kwa hiyo tuna sehemu yetu ya kujifunza kuhusu imani. Sasa nataka nikudokeze kitu kidogo cha muhimu uelewe kuhusiana na imani, ili kutoka hapo tutakapokuwa tukijifunza zaidi kuhusu imani, ujue ni kwa nini imani ni ya muhimu. Sikiliza, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 17, inasema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Maandiko yanatuonyesha kumbe mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Mimi na wewe tunatakiwa tuishi maisha ya imani. Ni muhimu sana kuelewa hivi. Kama kuna maelekezo ambayo Mungu ameyatoa kwa ajili ya watu wake, ina maana hayo maelekezo ameyatoa kwa faida ya hao watu. Maandiko yanatupa maelekezo ya kwamba kwa sababu tumeshamwamini Yesu, hivyo tumeitwa wenye haki. Sasa tunatakiwa tuishi maisha ya imani, kwa sababu ni kwa kupitia imani ndio tunaweza tukazifikia ahadi zote ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yetu. Kumbuka hili ya kwamba Mungu tunayeongelea habari zake ni Mungu mwema, ni Mungu ambaye ana mipango mizuri juu ya kila mmoja, ni Mungu ambaye ameweka ahadi nyingi za thamani mno kuhusiana na maisha yetu. Ahadi za kuhusu uzima,
ahadi za kuhusu uchumi, ahadi za kuhusu hekima, ahadi za kuhusiana na mambo mbalimbali. Lakini ili zile ahadi ziweze kuonekana au ziwe halisi katika ulimwengu wetu wa damu na nyama, ni lazima sisi tuzipokee au tuzichukue zile ahadi kwa njia ya imani. Ndiyo maana Warumi akatuambia ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Maisha yako na maisha yetu na maisha yangu yote yanaendeshwa na imani. Jinsi tunavyoamini neno la Mungu, jinsi tunavyojua zaidi kuhusu namna kutembea katika imani, ndivyo tunavyoweza kupokea zaidi yale ambayo Mungu ameweka kwa ajili yetu. Mungu ameweka ahadi nyingi mno za thamani, lakini imani ndiyo namna, ndiyo kifaa ambacho kinatuwezesha kupokea hizo baraka zenyewe. Chukulia mfano hivi ya kwamba baraka za Mungu ni kama maji kwenye kisima, maji mengi. Yale maji yapo yametulia pale, yanakungoja wewe uyachote. Lakini imani ndio kama kata, ndio kama ile ndoo ambayo inashuka kuchotea yale maji. Sasa maji ya kwenye kisima yako, lakini wewe unapokuja, kama unataka yale maji, basi utatumia kata kuchotea, na ukubwa wa kata ndio utaamua ukubwa wa maji au wingi wa maji unaweza ukapata. Vivyo hivyo mimi na wewe kama wana wa Mungu, Baba yetu wa mbinguni amekwisha kuachilia ahadi zote tunazozihitaji. Amekwisha kuachilia vitu vyote tunavyovihitaji ili tuweze kuishi maisha ya furaha, tuweze kuishi maisha yenye afya, tuweze kuishi maisha yenye mafanikio ya kiuchumi. Kila tunachokihitaji tayari Baba yetu wa mbinguni amekwisha kukifanya, amekwisha kukiandaa, amekwisha kukiweka. Kwa hiyo sasa anachotegemea kutoka kwetu ni kwamba sisi tuanze kuvipokea hivyo vitu, tuanze kuvichukua hivyo vitu kwa kupitia imani. Kwa hiyo tunapoongelea somo la kuhusu imani, ujue ni jambo muhimu, ni jambo very very sensitive, ni jambo ambalo linahusu maisha yako, kwa sababu baraka zako tayari zipo, afya yako tayari ipo, afya kwa ajili ya wapendwa wako, baraka kwa ajili ya wapendwa wako zipo, lakini zinategemea imani yako, namna gani unaweza ukatembea kwa imani ili ukachukua kile kilichokuwa cha kwako. Mungu ana mawazo mazuri juu yako. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Unajua yeye ana makusudio mengi mema mazuri. Yeye ameandaa vitu vingi vizuri kwa ajili yako. Lakini ili uweze kunufaika, ili uweze kufaidika na hayo yote ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, ni lazima usimame kwa imani. Lazima ujue namna gani ya kutembea katika imani, kwa sababu baraka hizi zote ambazo Mungu amekwisha kuziweka hazina faida kwako kama haukuzichukua kwa njia ya imani. Ngoja nikupe ushahidi mmoja kuhusiana na hili ninaloliongea hapa. Katika kitabu cha Waebrania, nitasoma Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Neno nasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba kulikuwa na taifa la Israeli ambalo Mungu aliwapa ahadi nyingi sana, ya kwamba kipindi anawatoa Misri, Mungu aliwaahidia, ninawapeleka katika nchi ya ahadi, na katika nchi ya ahadi nitawapigania, nitawatetea, nitawalinda, nitakuwa Mungu wenu. Lakini neno linasema ya kwamba licha ya ahadi zote ambazo Mungu aliwaahidia, wale watu hawakuweza kunufaika na zile ahadi kwa sababu moja tu: wale watu hawakuamini kile ambacho Mungu amekisema. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba kumbe imani ina sehemu kubwa katika maisha ya watu. Kama wana wa Israeli, Mungu aliwaahidia ahadi nyingi, lakini hawakuweza kuzipata zile ahadi, si kwa sababu Mungu hawezi kufanya, la, bali kwa sababu wao hawakuweza kupokea zile ahadi, hawakuwa na imani ya kupokea. Matokeo yake wakafa wasizipate zile ahadi. Neno linatuambia sisi vivyo hivyo, tumesikia ahadi nyingi, lakini kama hatukuweka imani, kama hatukujua zaidi kuhusu namna kutembea katika imani, hiyo inamaanisha pia hatuwezi kunufaika na ahadi mbalimbali ambazo Mungu ameziweka. Sasa kama nilivyosema awali, ya kwamba Mungu ameweka ahadi nyingi kubwa mno za thamani, ahadi za kuhusiana na afya, ahadi za kuhusiana na uzima, ahadi za kuhusiana na maisha, ahadi za kuhusiana na uchumi, na vipengele vingi mbalimbali ambavyo vyote vina lengo la kufanya maisha yetu ya hapa duniani yawe maisha bora zaidi.
ili tuweze kunufaika na hizo ahadi, ili tuweze kuzipata hizo ahadi, ni lazima tutembee kwa imani. Ndio maana katika Warumi tuliosoma kama sehemu ya maandiko ya kwanza inaeleza ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunapoongelea swala la imani, ni swala muhimu. Tunaongelea jambo linalohusu maisha. Tunaongelea kuhusu namna gani ya kufikia ahadi za Mungu katika maisha yako. Tunaongelea kuhusu mpango ambao Mungu ameweka juu ya maisha yako. Ni kuhusu namna gani wewe unaweza ukanufaika na huu wokovu. Imani, imani, imani. Kwa hiyo imani ni jambo muhimu sana. Sasa turejee katika Waebrania 11 ambao lilikuwa ni andiko letu la utangulizi, na tutasimama katika Waebrania 11 zaidi kujifunza zaidi kuhusiana na imani. Katika Waebrania 11 mstari wa kwanza nitarudia. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunaongelea kuhusu imani, tunaongelea kuhusu kuwa na uhakika juu ya yale yasiyoonekana. Lakini sasa katika ulimwengu tunaoishi kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Tunawezaje tukatofautisha kati ya imani moja na imani nyingine? Tunawezaje tukatofautisha ya kwamba hiki ninachoamini ndio sahihi? Tunawezaje tukajenga sasa hiyo imani katika wigo mpana zaidi? Jambo moja la muhimu ambao naweza nikakufahamisha ni hili. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Nitasoma hapa alafu kisha nitarejea katika Waebrania. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unapotaka kujua ya kwamba imani ipi ndiyo sahihi, imani ya namna gani ndiyo imani ambayo haswa tunaongelea katika habari hizi, tunaongelea imani inayopatikana katika neno la Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, kama tungekuwa tunaweza tukatafsiri imani kwa ufupi kabisa, tungesema imani ni kuwa na hakika na neno la Mungu. Imani ni kuwa na uhakika au kuwa na hakika na neno la Mungu. Kile kitendo cha kuamini neno la Mungu, hiyo ndiyo imani hasa. Kile ambacho Mungu amesema katika neno lake, kama ukikijua alafu ukakiamini, basi hiyo ndiyo imani. Kwa hiyo tunaposema kama mwenye haki ni lazima aishi kwa imani, kwa lugha nyepesi tunasema mwenye haki ni lazima aishi akiamini neno la Mungu. Sasa utagundua tafsiri hiyo inafanana na yale maneno ambayo Yesu alimwambia Shetani. Yesu alipojaribiwa kuhusiana na kugeuza jiwe kuwa mkate, Yesu alimwambia Shetani ya kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo kama tunataka tuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha yenye maana, maisha ambayo yanaendana na makusudio ya Mungu, basi ni lazima tuishi maisha ya kuamini neno la Mungu. Lazima tuamini kile ambacho Mungu amesema katika neno lake. Sasa tuangalie katika kitabu cha Waebrania sura ya 11. Tukiendelea mstari wa 2 na kuendelea, tuangalie mashujaa mbalimbali wa imani, namna gani imani ilikuwa ya muhimu kwao na namna gani kuamini neno la Mungu kulishawishi maisha yao kuishi mfumo wa namna fulani. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 2 nasema, maana kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Sasa katika tafsiri moja ya Kiingereza inasema wazee wetu they received a good report. Ina maana kwa kupitia imani katika Biblia wale mashujaa tunaowasoma waliweza kujipatia ushindi, waliweza kufanikisha kila kusudio ambalo Mungu alikuwa ameweka kwa ajili yao. Kwa hiyo tunaona picha kwamba kumbe imani ni ya muhimu kiasi hiki. Imani iliwasaidia wazee wetu wa kale katika Biblia kuweza kufanikiwa, kuweza kushinda vita vyao. Tuendelee mbele. Katika mstari wa 3 unasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kumbe sasa tunapoongelea imani, sio tu kana kwamba imani inatutengeneza katika mfumo wa maisha ambao unatuwezesha kupokea ahadi, lakini imani ina nguvu kiasi kwamba kipindi cha uumbaji wa ulimwengu imani ilitumika. Neno linasema kama katika mstari wa 3, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kumbe imani ina sehemu kubwa katika maisha. Hata ulimwengu mzima unashikiliwa kwa njia ya nguvu za Mungu ambazo zipo katika imani. Imani ilihusika katika uumbaji.
Mungu mwenyewe kipindi anatamka kuwepo na bahari au kuwepo na nchi kavu au kuwepo na wanyama, yeye mwenyewe aliliamini neno lake, akajua vile alivyosema ndivyo itakavyokuwa. Ndio maana aliposema liwepo anga, kukawepo anga. Ndio maana aliposema kuwepo jua, kukawepo jua. Kwa hiyo tunaona msingi wa imani ulianza toka mwanzo. Mungu yeye mwenyewe aliliamini neno lake, ndio maana akalitamka. Angekuwa ana mashaka na neno lake, asingelitamka, lakini yeye mwenyewe aliliamini akalitamka, na alivyotamka vile alivyosema ndivyo ilivyokuwa. Sasa kama imani ilianza na ilitokana na Mungu mwenyewe, sisi ambao tunaitwa wana wa Mungu, je, si zaidi sana tunatakiwa tuishi kwa kufuata msingi huo? Hii inatuonyesha ya kwamba kumbe imani inaweza ikatoa vitu vinavyoonekana kutokana na vile visivyoonekana. Tuangalie mstari wa 3. Neno linasema hivi: kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kumbe imani ina uwezo wa kutoa vitu vinavyoonekana kutokana na ulimwengu usioonekana. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema kwamba kumbe imani ikitumika vizuri, ikitumika inavyopaswa, inaweza ikatupa material things, inaweza ikatupa vitu vinavyoshikika kutoka katika ulimwengu wa roho, ulimwengu usioshikika. Imani ndiyo chanzo chetu cha kuleta vitu kutoka ulimwengu wa roho kuleta ulimwengu wa mwili. Najua katika ulimwengu wetu wa mwili tuna kitu kinaitwa pesa, fedha. Pesa au fedha ndio medium, ndio kitu tunachotumia kwa ajili ya kufanya mabadilishano na bidhaa. Unataka ununue soda, unataka ununue mchele, unataka ununue gari, unataka ununue nyumba, utatumia fedha. Na katika ulimwengu wa roho unataka uchukue zile baraka ambazo tayari Mungu ameziweka, utatumia imani. Unataka uchukue ule uponyaji ambao Mungu tayari ameachilia, utatumia imani. Unataka uchukue ile furaha ambayo Mungu tayari amekwisha kuachilia, utatumia imani. Neno linasema hata vitu vinavyoonekana vimeumbwa kutokana na vitu visivyoonekana kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe imani ni kitu muhimu, ni jambo muhimu kulielewa. Na ninasikitika ya kwamba wapendwa wengi siku zinavyozidi kwenda kidogo kuhusiana na imani wamepoteza mwelekeo. Hawajui imani ni nini. Na mimi nikukumbushe maneno ambayo alisema Yesu mwenyewe. Akasema nitakapokuja duniani, je, nitaikuta imani? Ina maana hata Yesu alijua ya kwamba kadiri nyakati zinavyokwenda na kurudi kwake kunavyokaribia, imani ya wengi inapoa. Na ndiyo maana siku ya leo Mungu anatukumbusha tena kuhusu nafasi ya imani katika maisha yetu, kuhusu imani ni nini na namna gani ya kutembea katika imani. Mimi ninaamini hili ni jambo muhimu, kwa sababu Mungu ninayemtumikia siku zote amekuwa Mungu mwema. Amekuwa Mungu mwenye mipango, mikakati, taratibu, plans nzuri kwa ajili ya watu wake. Na ili azikamilishe, azifanye kuwa halisi ile mipango yake, ana makusudio juu ya watu wake kuwajibika sehemu yao ili kufanya mpango uwe halisi. Na ndio maana tunafundisha kuhusu haya mambo, kwa sababu katika kujifunza kuhusu imani utajua ni nini ulio wajibu wako. Ukishajua wajibu wako, sasa una kazi ya kuanza kuutekelezea, kuufanyia kazi uwa wajibu wako, ili kuhakikisha unapokea yale yote ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Kwa hiyo Waebrania anaendelea katika Waebrania 11 mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo kumbe imani ni ya muhimu kiasi. Tukitumia imani ipasavyo, tunaweza tukavitoa vitu kutoka ulimwengu wa roho tukaviweka katika ulimwengu wa mwili. Tunaweza tukahamisha baraka za ulimwengu wa roho tukazifanya zionekane katika ulimwengu wa mwili. Tunaweza tukahamisha yale yote ambayo Mungu amekwisha kuyatamka katika ulimwengu wa roho kuwa ni ya kwetu, na tukayafanya kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili. Hii ni kuonyesha imani ni ya muhimu namna gani. Tuendelee mstari wa 4. Nasema hivi: kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Tunaona kumbe hata utoaji ambao Mungu alipendezwa nao tokea mwanzo ulikuwa ni utoaji unaosimamia imani. Utoaji unaosimamia imani. Sasa nikikumbuka au tukirejea katika tafsiri ya imani, tumesema imani ni kuwa na uhakika na neno la Mungu. Kwa hiyo tunapoongelea mfano wa Abili, tunaongelea kwamba kumbe Abili alitoa
na alipotoa kwa kuamini kuhusiana na vile Mungu amesema kwa utoaji. Yaani alitoa sawasawa na vile Mungu ameelekeza kuhusu utoaji. Yeye aliliamini neno la Mungu, kwa hiyo akatoa sadaka kulingana na vile Mungu ameelekeza. Neno linasema kama Mungu alipendezwa na hiyo sadaka. Kwa hiyo kumbe sisi watu wa Mungu, hata tunapofika makanisani, tunapotoa sadaka, lazima tutoe kwa imani, lazima tutoe kwa kuzingatia neno la Mungu linasemaje. Sasa ninajua hichi ninachokisema kinawezekana kisifurahishe watu wote, lakini kuna changamoto nyingine ambayo tunaiona makanisani, wakamba watu wengi wanatoa si kwa sababu neno la Mungu limeelekeza tutoe namna hiyo, bali wengi wanatoa kwa kutaka sifa fulani, kwa kutaka kutambulika. Kuna wale watu ambao unafika muda wa matoleo, wanataka waonekane wao ni wa maana zaidi katika utoaji. Hawana lengo la kutoa kwa sababu neno la Mungu limesema utoe kwa moyo mkunjufu. Hapana, bali wana lengo la kutoa kwa kutaka sifa, kwa kutaka kuonekana. Neno la Mungu linasema Abili sadaka yake ilikuwa ni sadaka sahihi kwa sababu yeye alitoa kwa msingi wa imani. Yeye alitoa kwa msingi wa maelekezo ambayo Mungu ametoa. Kama maelekezo Mungu hajayatoa katika neno lake, hicho unachokifanya hakitakuwa na maana, hakitaleta matokeo. Kumbuka, tunajifunza kuhusu imani na tumesema imani ni kuwa na uhakika na neno la Mungu. Na hapa tunakutana na andiko ya kwamba kumbe Abili alimtolea Mungu kulingana na imani. Kwa hiyo tunapata picha ya kwamba hata sisi tunapofanya shughuli zetu za maisha ya kila siku, iwe ni katika utoaji, iwe ni katika huduma nyingine, ni lazima tufanye kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje kuhusiana na utoaji? Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anapenda mtu atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo usitoe sadaka kwa sababu tumekushindikiza, kwa sababu kanisani wamekusema maneno mabaya ukaamua tu acha nitoe hiyo sadaka ili kuepusha lawama. Hiyo haina maana. Toa sadaka kwa sababu unamfurahia Mungu wako. Unasema Mungu umekuwa mwema kwangu, umenipatia. Na katika kile ulichonipa na mimi ninatoa ili kiweze kufanya kazi nyumbani mwako, ili kiweze kujenga kazi yako, kiweze kumbariki mtu mwingine. Kwa hiyo huu ni mfano tu katika utoaji. Tunaona imani inaingia katika kila idara, katika kila nyanja ya maisha yetu. Kumbuka katika Warumi sura ya 1 mstari wa 17 tuliosoma, neno linasema kama mwenye haki ataishi kwa imani. Kumbe imani ni sehemu ya maisha yetu. Imani ni sehemu ya maisha yako. Unahitaji kujua zaidi kuhusu imani ili uweze kuishi maisha ya furaha. Pasipo kuelewa zaidi namna gani imani inafanya kazi, kwa lugha nyepesi, uko katika mazingira ya kutokufanikiwa katika maisha kama ambavyo Mungu angetaka. Sasa unaweza ukafanikiwa kwa njia yako mwenyewe, lakini itakugharimu nguvu nyingi, alafu pia huwezi kufikia pale ambako Mungu amekuita. Ila ukitumia njia ambayo Mungu ameelekeza, nina uhakika kwa utafikia mafanikio katika namna ambayo Mungu ataifurahia. Imani. Tuangalie sasa mstari wa 6 katika Waebrania 11 mstari wa 6. Neno nasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hapa tunakutana na jambo la msingi sana kuhusiana na imani. Maandiko yanasema kumbe pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa mimi na wewe tumekuwa na shauku siku zote ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kwa sababu hivyo ndivyo tunavyotaka tuwe. Tunataka tuwe watoto wazuri kwa huyu Baba yetu wa mbinguni. Neno linasema kama unataka kumpendeza Mungu, basi ni lazima uishi maisha ya imani. Ni lazima uishi maisha yanayosimamia neno la Mungu. Pasipo kuishi maisha ya imani, huwezi haswa kutoa matokeo mazuri yenye ushindi mbele za Bwana. Neno linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo shujaa wa Bwana, nataka uelewe ya kwamba imani ni jambo la msingi. Imani ni jambo la muhimu. Unahitaji kujua zaidi kuhusiana na imani, kwa sababu jinsi unavyozidi kujua kuhusu imani ndivyo unavyozidi kuelewa na unavyozidi kuwa na uwezo wa kuchukua zaidi zile baraka ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako. Mungu ameandaa mambo mazuri kwa ajili ya maisha yako, lakini hayo mambo mazuri ili yadhihirike katika maisha yako,
wewe unao wajibu, na hiki ndicho haswa tunachojifunza. Wajibu wako ambao unakupasa utekelezee, unakupasa usimamie katika kufanya baraka za Mungu kuwa halisi maishani mwako. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Mpango wake unahusu kukuongeza, mpango wake unahusu kukustarehesha, mpango wake unahusu kuhakikisha kila lililo jema linaonekana kwako. Lakini wewe pia una wajibu. Wajibu wako ni kusimama kwa imani, kwa sababu katika kusimama kwa imani unasimamia kilichokuwa cha kwako, na hivyo unamruhusu Mungu kuweza kutekeleza mpango wake juu ya maisha yako. Mungu anapenda kukubariki, anapenda kukufanikisha, kwa sababu kila mara unapostawi au unapoongezeka, yeye anatukuzwa zaidi. Lakini ili yeye afanye kazi yake, ili yeye aweze kutekeleza kile ambacho ameahidi, wewe ni lazima usimame kwa imani, kwa sababu ametangulia kusema mwenye haki ataishi kwa imani. Wewe ndiyo mwenye haki mwenyewe. Lazima uishi maisha ya imani, lazima uishi maisha yanayofuata neno la Mungu. Katika maamuzi yako, katika kazi yako, ni lazima uzingatie neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hili jambo, alafu kisha kufanya kama vile neno la Mungu linavyotoa maelekezo kuhusiana na lile jambo. Kumbuka, Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako, lakini wewe una sehemu katika kuufanya huo mpango uwe halisi. Sehemu yako ni kusimama katika imani. Waebrania tulivyosoma sura ya 11 mstari wa 6 anasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tunataka tumpendeze Mungu, tunataka Mungu ajivunie kuhusu maisha yetu. Basi ishi kwa imani, kwa sababu ukiishi kwa kufuata neno la Mungu, ukiishi kwa imani, unajihakikishia kuwa mimi hapa ninampendeza Mungu. Hii ni nyepesi kabisa, haina hata maficho mengi, liko wazi kabisa. Kila mtu wa Mungu anajitambulisha kama mwana wa Mungu ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, basi imani ndiyo unatakiwa uwe mfumo wa maisha yake. Tuishi maisha ya imani, maisha yanayosimamiwa na neno la Mungu, na hapo tunajihakikishia kutembea katika namna inayompendeza Mungu. Maana ni kwa kupitia imani tunaweza tukazipokea baraka zote ambazo Mungu ameweka kwa ajili yetu. Shujaa wa Bwana, Mungu amekuandalia mambo mazuri. Sasa ni zamu yako kusimama katika wajibu wako, kusimama kwa imani, kwa kufuata maelekezo ya neno la Mungu, ili uweze kufurahia zile baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yako. Hili ni jambo ambalo lina hadhi ya kutafakari. Rudia tena somo hili, pata muda wa kulielewa tena na tena na tena, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Mungu anataka wewe ufurahie ahadi zote, ufurahie baraka zote, ufurahie uzima wote ambao ameandaa kwa ajili yako. Lakini ili aweze kukuruhusu kufurahia, ni lazima wewe upokee, lazima wewe utembee kwa imani. Maana mwenye haki ataishi kwa imani, ataishi kwa imani. Wewe unatakiwa uishi kwa imani. Jinsi unavyozidi kuishi kwa imani, ndivyo unavyozidi kupokea baraka, ndivyo unazidi kupokea uzima, kupokea uponyaji, ndivyo unaweza kufurahia yale Mungu ameweka kwa ajili yako. Imani ndiyo msingi wetu. Imani ndiyo kitu kinatuwezesha kupokea yale yote Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Nikutakie siku njema yenye baraka tele. Mungu akubariki na uendelee kuishi kwa imani. Barikiwa.